Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyangu bwana, leo tunaendelea na darasa zetu, na leo miongoni katika jambo ambalo nataka niweze kulizungumza, nataka nizungumze na wale watu ambao wapo kwa ajili ya kutafuta riziki katika maisha yao. Ikiwa wewe ni miongoni katika watu ambao unaipambana sana katika utafutaji wa riziki katika maisha yako, basi naomba unisikilize katika hili ninalozungumza, huenda likawa na faida kubwa sana katika maisha yako. Kwa nini nasema haya? Kiuhalisia, kila mwanadamu aliyezaliwa katika dunia lazima awe na uwezo wa kupambana katika utafutaji wa riziki katika maisha yake, kwa sababu ili aweze kusurvive na kuwa ni mtu bora katika jamii, lazima awe anajitosheleza katika utafutaji wa riziki. Manake riziki hiyo ndio itakufanya uweze kuyaishi maisha yako vile ambavyo wewe unavyotaka, ikiwemo kujiuguza pale ambapo unapoumwa, kula pale ambapo unapotamani kula, kulala pale ambapo unapotamani kulala. Hivyo ndivyo ambavyo inaweza kukupa hadhi na heshima katika watu wanaokuzunguka, na uweze kuyafanya mambo yako katika hali ya ukamilifu mkubwa, na uweze kufanikiwa kwa kiwango kikubwa. Bahati mbaya sana, watu wengi tumekuwa tunapambana sana katika ufanyaji wa kazi, lakini kuna siri tunazikosa. Siri hizi ndo siri ambazo leo natamani niweze kukupa, ili unapofanya jambo lako ujue unalifanya katika misingi gani. Nataka nikwambie jambo moja, usione watu wanafanya kazi katika dunia ukaona tu kwamba wanafanikiwa kwa sababu ya juhudi na maarifa na mitaji waliokuwa nayo. La hasha, unaweza ukawa na juhudi, unaweza ukawa na maarifa, unaweza ukawa na mtaji, lakini bado unaweza ukafeli katika maisha yako. Na unaweza ukafanikiwa, lakini pengine kuna wakati ndio kuhitaji uchukue muda mrefu sana kufanikiwa. Kwa sababu gani? Kuna siri umeziacha. Lau kama siri hizi ungeweza kuzijua mapema, wala usingepata shida katika maisha yako. Kwa nini usingepata shida? Kwa sababu mwanadamu yoyote ili afanikiwe lazima awe amekamilika katika mambo ya kiroho. Lazima mwanadamu akamilike katika mambo ya kimwili. Mambo ya kimwili manake lazima uwe na uwezo kufanya vitu vinavyoonekana, manake uwe na msingi, uwe na elimu, uwe na nguvu ya kupambana katika maisha yako. Lakini hivyo peke yake haviwezi kutosha kukufanikisha kukutoa hapo ulipo. Kuna wakati, kuna mambo ya kiroho lazima uwe nayo. Leo nataka unisikilize vizuri ndugu yangu, unanitazama na kunifuatilia. Huenda katika haya nitakayozungumza yako machache yanaweza kukubadilisha katika maisha yako. Bwana Mtume anasema, fanyeni kazi mtakazozifanya, fanyeni mambo yote mtakayofanya, lakini kila mmoja amefanya wepesi katika kazi aliyoambiwa. Maana yake nini? Endapo kaenda kufanya kazi ni kazi ambayo tofauti na ile uliyoambiwa, usitegemee kwamba utafanikiwa katika maisha yako. Kwa nini? Utajikuta utapata pesa ya kula, utajikuta utapata pesa kwa ajili ya matibabu, lakini huwezi kupata pesa ama kitu kinachoweza kukubadilishia maisha yako kutoka hapo ulipo na kwenda kuwa ni mtu mwenye thamani ya juu katika maisha ya watu wengine. Kwa nini? Kwa sababu tumekosa siri za namna gani tunafanikiwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia kila kiumbe, amemwekea kitu kinachoitwa ruhani ama khudami. Hawa ni viumbe ambao wako katika mwili wako wewe kwa ajili ya kuendesha mifumo ya kiroho yako ili uweze kufanikiwa. Kila kitu Mungu amekiweka katika mahesabu. Mahesabu haya ukiyakosa utajihisi umelogwa kila siku. Kumbe kuna wakati hujalogwa bwana wewe. Kuna wakati kuna mifumo ya siri wewe umekosa. Ungeipata mifumo hiyo ya siri, ungeweza kufanikiwa. Sasa unawezaje kupata hiyo mifumo ya siri? Lazima wapate watu wenye elimu waweze kukuelekeza, hapa unatakiwa ufanye hiki, fanye hiki. Kwa nini? Kwa sababu hiki unachokifanya hakiendani na mfumo huu. Haya ni mambo yapo na wako watu wanaojua haya, lakini nani anaweza kuyasema haya? Hapana, isipokuwa wewe ambaye unaona mambo yako yako sawa. Mtafute mwenye elimu akupe siri ya mambo haya. Hivi shahidi jiuliza, ni kwa nini watu wanaambiwa sana, hebu fanya uradi fulani sana utafanikiwa, ama soma kitu fulani sana utafanikiwa, na wapo wanaofanikiwa? Kwa nini? Hizo ni kodi tu wanazopewa watu, na hapo hawajaangalia mifumo ya kiroho yao na mifumo ya khudami yao na wahrania wao. Lakini anapofanya kitu fulani utafanikiwa, na wallahi na kweli wanafanikiwa. Hivyo je, kumwona mtu anataka afanyike, ana kesi, anatamani kesi yake yashinde, lakini kila kienda afikia mahali anashindwa na kata rufaa. Lakini siku moja akatokea mtu akwambia, dumu na uradi huu utakufanikisha. Uje kuna mtu anakashinda na akafanikiwa.
Kwa sababu gani? Amepewa siri za mafanikio katika maisha. Sasa siri hizi kila mmoja na milango yake ya siri hiyo aweze kufanikiwa. Sasa unawezaje kujua wewe siri yako iko wapi? Lazima upate watu wenye elimu wakupe, bwana, hii siri fanya kadha kadha, utafanikiwa. Kuna wakati unaweza kupambana sana, unatumia nguvu kubwa sana kutaka kufanikiwa, unafanya juhudi nyingi, lakini kila unapofanya jambo mwisho wa siku unakuja unafeli. Lakini jambo lile lile anakuja kulifanya mtu na anafanikiwa. Ama unaweza kutumia nguvu kubwa ufanye jambo ufanikiwe, lakini unatumia nguvu zako zote, mwisho wa siku jambo lile huwezi kupata matokeo, na kama utapata matokeo hayaendani na nguvu uliyotumia katika kufanya jambo lile. Ndio mwisho wa siku unaishia kujiona ni mtu ambaye unaipata shida, unaifeli kila siku. Kwa nini? Kuna siri tunaziacha. Miongoni katika siri hizo, mimi nitakupa siri moja tu katika maisha yako ili uweze kuijua. Hii siri ichukue, nenda kaishi nayo. Ichukue siri, nenda kaishi nao. Kuna uradi lau kama ungekuwa unadumu nao ungefanikiwa katika maisha yako. Moja katika uradi ambao umebeba mambo ya kiroho kwa kiwango kikubwa, hakuna uradi kama uradi wa kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uradi wa kumswalia Bwana Mtume ni uradi ambao umebeba milango mingi ya kiroho katika maisha ya mwanadamu, na ndio maana yote ambaye mwenye jambo lake, fa idha kunta fi hami wa ghamin wa huznin fasalli ala muhtali min al-hashimi fa inna Allaha ya'tika bil faraj. Yeyote mwenye matatizo, mwenye dhiki, mwenye mitihani, amswalie sana Bwana Mtume. Ukifanya hivi wewe utafanikiwa katika maisha yako. Huu ni mlango mmoja nimekupa wa kiroho ambao ukiutumia vizuri wa kumswalia sala ya Mtume umefanikiwa katika maisha yako. Kwa nini ndani yake unaweza kufanikiwa? Ndio sala ambayo imebeba milango yote ya kirohania, inaweza kufanya kazi kwa kiwango kikubwa. Sasa ili na wewe uweze kufanikiwa, lazima ukutane na watu waweze kukuelewesha. Fanya hiki, acha hiki, fanya hiki, acha hiki. Ili wewe sawa, tafuta nafasi ya kupata mtu mwenye elimu akupe elimu ambayo inaweza kukutoa hapo ulipo na kukupeleka nafasi nyingine. Tafuta mtu ambaye anaweza kukuelekeza jambo likakupa manufaa katika maisha yako. Usifanye tu kazi kwa sababu unajua kupambana utafuta kazi. Hapana, kila kazi utakayofanya tafuta mtu akupe elimu, na hapo ndio sababu ya kuweza kufanikiwa katika maisha yako.